itakao kusaidia kuwa na maamuzi mazuri. Haya mbona nasikia. Najua hujazoea kusikia vitu kama hivi. Vinaweza vikakupa shida, lakini tutafanya hivyo hivyo kukusikilizisha kile ambacho Mungu amekiweka kwenye mioyo yetu, kwa sababu katika hivyo tutakuwa tumekusaidia sana. Neno la Mungu ni la muhimu sana kwenye jamii zetu. Injili ya Yesu Kristo ni uhai, ni uhai kwenye maisha ya watu, ni uzima wa mitaa yetu, ni uzima wa maisha ya watu, ni uzima wa maeneo yetu. Tusipohubiri injili, giza litamaliza maisha ya watu. Na hivi tunavyohubiri ndio namna ya kuondoa giza kwenye mitaa yetu na kwenye maisha ya watu. Watu wengi maisha yao yanaharibika ni kwa sababu kuna kitu hawajasikia. Na sisi tunaamini katika kusema haya kuna mtu mmoja atasikia na ataelewa. Na tukimpata huyo, kuna watu nyuma yake atakuwa msaada kwao pia. Na kutokea hapo ufalme wa Mungu utaendelea kuwa na ushawishi na maisha mengi watu watakuwa na badilisho pia. Nitaomba kwa ajili yako alafu nitakuletea neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, natangaza kwamba Yesu ni Bwana kwenye eneo hili. Yesu ni Bwana kwenye maisha ya kila mmoja ambaye atatusikiliza jioni leo. Natangaza nuru kwenye fikra zao, nuru kwenye mioyo yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Hiyo nuru Bwana Yesu ithibitike ndani yao wanapopata nafasi ya kusikiliza huku kuwape kufanya maamuzi sahihi katika jina la Yesu Kristo. Na haya maamuzi sahihi yawapelekee kwenye matokeo ya kuwa na kesho nzuri ya baraka kwa jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Biblia inasema kwa kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, tunaamini katika Biblia imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Mungu. Lakini pia kuna aina nyingi za imani. Kuna imani ya kibinadamu ambayo inampelekea mtu kuwa na ujasiri wa kibinadamu. Kuna imani ya namna ya kishetani ambayo inapelekea watu wengi kutegemea nguvu za giza, kwenda kwa waganga wa kienyeji, kupiga magoti kwenye madhabahu za giza, matambiko, vitu kama hivyo, na kila aina ya uganga, uchawi, kutembea na irizi, kuchanjo chale. Hiyo ni imani ya ushirikina, ni imani iliyounganishwa na nguvu za giza. Kwa hiyo ni aina nyingine ya imani. Na sikiliza, vyote hivi ambaye nitavisema chanzo chake ni kusikia. Lakini pia kuna imani ambayo ipo kwenye mtaa fulani. Unajua kila mtaa au kila eneo lina aina fulani cha imani kamejijenga pale, ambacho lazimisha matokeo fulani kwenye maisha ya watu. Pia kuna imani ambayo watu fulani waga wanayo, kundi fulani la watu, jamii fulani ya watu wanaweza kuwa nayo. Lakini pia kuna imani katika Mungu aliye hai. Kuna imani katika Mungu anayeishi. Kuna imani katika Mungu aliyekuumba, ambaye aliweka masikio hayo yakae hapo na ujione kwamba ni mtu mzuri, ambaye aliweka pua ikae hapo mbele na isikae katikati ya kichwa, ambaye aliweka mdomo ukae hapo na usikae huku nyuma. Kuna imani katika huyo Mungu, hata kama hauna uhakika kwa sababu haonekani mwilini, lakini pana imani katika Mungu. Pana imani katika Mungu. Mungu huyu yupo, na kama wewe upo unatembea barabarani, basi ujue kwamba pana Mungu. Asa imani zote hizi chanzo chake ni kusikia. Ni kusikia. Kwa hiyo usikie ni kwa muhimu sana, kwa sababu kusikia kunaweza kuharibu maisha yako. Na ndio maana ni muhimu sana kusikia haya ambayo tunayohubiri, kwa sababu katika kuyasikia yatakuwa msaada mkubwa wa maisha yako. Nachosema hapa ni kitu gani? Nachosema hapa ni kitu cha muhimu sana, ya kwamba maamuzi utakayochukua baada ya kusikia unachosikia ndio ambayo atakusaidia kuwa na aina fulani ya kesho. Maamuzi utakayochukua, maamuzi ni ya muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Ukimuuliza leo kijana, nini kimetokea ukaanza kuishi hayo maisha? Ni kwa sababu kuna kitu alikisikia, kikajenga imani ndani yake, kikampa kuamua kuchukua hatua fulani na akafanya hivyo. Ukimuuliza mtu leo, kwa nini uko kwenye hayo majuto, atakwambia ni aina fulani ya maamuzi ambayo leo kuyafanya wakati fulani. Ndio maana hata kwa vijana ni muhimu sana ukafanya maamuzi sahihi, ili uweze kupreserve, kulinda ujana wako na kutunza ujana wako. Lakini definitely shetani amefanikiwa kuwadanganya watu wengi kwamba habari za Mungu sio za muhimu kwao. Watu wengi wameaminishwa kwamba Mungu sio muhimu kwake, na kwa sababu hiyo kuna kitu ambacho kiko ndani yao kimewapelekea kuishi maisha kana kwamba Mungu hayupo. Kitabu cha Zaburi sura ya 14 mstari wa kwanza. Nitaanza kuzungumza baadhi ya vitu hapo. Zaburi sura ya 14 mstari wa kwanza. Nitakusomea baadhi ya mistari ya Biblia, alafu nitaielezea, itakusaidia. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kila mtu. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kila mwanadamu, kumsaidia kuacha kuishi aina fulani ya maisha na kumsaidia kuishi maisha fulani ya baraka ambayo Mungu aliyakusudia.
Huyu Mungu Bwana sio mwanadamu. Kama mwanamke akimzaa mtoto, atamchukua, atambeba vizuri, atamfunika, alafu atampeleka nyumbani vizuri kabisa, tena kwa kumuhifadhi vizuri. Haiwezekani Mungu akamuumba mwanadamu na amtupe tu kwenye dunia alafu aishi maisha anayoyataka yeye. Hapana. Tunaamini Mungu ana hekima kuliko mwanadamu. Na alipokuwa anamuumba mwanadamu, alikuwa na pattern, alikuwa na namna aliyotengeneza ya maisha, ambayo mwanadamu akifuata hiyo namna anaweza kuishia kwenye kesho nzuri ya baraka. Mungu hawezi akamuumba mwanadamu alafu akamtupia, kama jinsi ambavyo mwanamke hawezi kumzaa mtoto alafu akamtupa hapo hospitalini akaondoka. Umbeba vizuri. Na ukimkuta mwanamke kama huyu, jua ana shida kichwani. Na vivyo hivyo pia Mungu haiwezekani akawaumba akawatupa tu wanadamu duniani waishi wanavyotaka, waende wanavyotaka. Haiwezekani. Pana namna yake aliyoitengeneza ili mwanadamu akifuata hiyo namna aweze kuishi maisha ya baraka, aweze kuwa na kesho ya baraka. Biblia inasema kwa kitabu cha Zaburi sura ya 14 mstari wa kwanza, inasema mpumbavu husema moyoni mwake hakuna Mungu. Sasa leo ngoja nikupe sifa za mpumbavu. Na upumbavu sio jambo zuri. Mpumbavu ni mtu ambaye anajua na anaelewa vitu kwa namna fulani, lakini achukui hatua sahihi na nzuri ya kuishi hayo maisha ambayo anaona ni sahihi. Sasa nisikilize. Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni mwake ya kwamba hakuna Mungu. Mpumbavu ana tabia ya kuishi kana kwamba Mungu hayupo. Anafanya mambo kana kwamba Mungu hayupo. Anafanya maamuzi kana kwamba Mungu hayupo. Watu wengi wanaishi duniani, watu wengi wanaishi kwenye jamii, wanafanya maamuzi kana kwamba Mungu hayupo. Wanafanya mambo kana kwamba Mungu hayupo. Wanaishi kana kwamba Mungu hayupo. Ukiangalia dhuluma, uharibifu mwingi kwenye ndoa, kwenye familia, maisha kwa ujumla, namna mwanadamu anaishi, utagundua kuna kitu cha upumbavu kamekaa ndani ya mwanadamu ambacho kanampelekea kufanya mambo kana kwamba Mungu hayupo. Nena angalia hata kwenye ndoa, namna ambavyo wanaume wanawafanyia wanawake, namna ambavyo wanawake wanafanya kwa waume zao. Utagundua kuna kitu cha upumbavu kwa mwanadamu ambacho japo dhamiri zake kuna wakati waga zinamshtaki na kumwambia hayo yafanyayo sio sahihi, lakini kwa sababu ndani yake kuna upumbavu, anakuwa anahisi Mungu hayupo na Mungu haoni na Mungu atazami anayoyafanya. Yaani mpumbavu hufumba macho na kufanya mambo alafu ndani yake anajisaulisha kama Mungu haoni. No. Mungu binasema kwamba ataleta kila tendo mbele ya hukumu, mbele ya kiti chake cha hukumu na kulipima, na kama ni jema litakuwa na hukumu nzuri, na kama ni baya pia litakuwa na hukumu mbaya. Kila tendo ambalo analitenda mwanadamu litaletwa mbele za Mungu. Unaweza kulifanya alafu ukalitupilia kule mbali ukafikiria kwamba Mungu ameliacha. Unaweza kulifanya alafu ukalisahau ukafikiria kwamba Mungu ameliacha. Lakini kila tendo litasimamishwa mbele za Mungu alafu litapata hukumu. Kila tendo, naomba nirudie, kila tendo ambalo mwanadamu analitenda siku moja litasimama mbele ya hukumu, mbele ya Mungu aliye hai. Sasa ile siku unasimama mbele ya Mungu aliye hai, ni muhimu kajiandaa, kwa sababu huyu Mungu sio mwenyekiti wa kitongoji ambaye anaweza kumpa rushwa. Huyu Mungu Bwana sio hakimu. Mahakimu wanapata rushwa sana. Huyu Mungu Bwana sio mkuu wa kituo cha polisi. Huyu Mungu ni Mungu ambaye huwezi kumuhonga, huwezi kumpa hela afa kazuzuka. No. Huyu ni Mungu ambaye hahitaji fedha ili aishi, ambaye hahitaji mali ili aishi. Yeye ndio chanzo cha kila kitu. So, sasa watu wengi wanaanza kuishi na matendo yao wanayoyafanya yako kinyume sana na Mungu. Ndani yao wanaendelea kuyafanya kwa sababu wanasahau ya kwamba Mungu yupo na anayatazama hayo. Na wanasahau ya kwamba kipindi cha maisha ya mwanadamu duniani kinaweza kuwa kifupi sana, kwa vile ambavyo amemwacha Mungu, kwa vile ambavyo ametengana na Mungu. Na katika ufupi huo watu wengi hufanya maamuzi ya kipumbavu, ya maamuzi ambayo ndani yake yanaona kama vile Mungu hayupo. Mungu yupo. Hata hapa tunavyoongea yupo. Ile ya kwamba umuoni haina maana ya kwamba yupo. Yupo. Lakini mpumbavu husema Mungu hayupo. Biblia inaendelea kusema ya kwamba wameharibu matendo yao na kufanya machukizo. Ukiuliza kwa nini watu wanaishi kwenye machukizo, wanatenda matendo yenye uovu ndani yake, nitakuonyesha. Biblia inasema ni kwa sababu mpumbavu amesema moyoni hapana Mungu. Kwa hiyo angalia, ndani yake anasema hapana Mungu, na ndio maana anafanya matendo yasiyofaa. Ni kwa sababu ndani yake anasahau ya kwamba kila tendo litapata hukumu yake. Na wamefanya machukizo.
wanaishi maisha ambayo hayako sawa na Mungu. Wanaishi maisha yenye dhambi ndani yake. Ndani yake anahisi hapana Mungu. Leo nikukumbusha kwamba Mungu yupo. Ile ya kwamba umesahau kwa sababu ya kampani yako yote haijui, haitambui yupo. Mungu yupo na anapaswa kufuatwa na anapaswa kuheshimiwa, yupo. Na matendo yako lazima yamuelekee. Na matendo yako lazima yampe heshima kwamba yupo. Na kama matendo yako hayampi heshima ya uwepo wake, siku moja utahukumiwa. Na ile hukumu inaweza isije ile siku ya mwisho. Unaweza kuondoka tu ukafa hata jioni ya leo na ukaingia kwenye hukumu ya Mungu. Ipo. Na watu wengi wanafikiri ya kwamba mbona mnasema kuna siku ya mwisho atakuja kuhukumiwa, mbona haijagi? Siku ya mwisho inaweza kuwa ni wewe kufa. It's very simple. Yaani unaweza kufa tu alafu kaingia kwenye kitu ambacho kidogo kitakupa majuto yasiyokoma. Na lazima watu wakumbuke, na hata kama wakiwa na sawa tutawakumbusha tu. Tutawakumbusha kwamba Mungu yupo na anasubiri kuna siku ufanye maamuzi sahihi ya kwanza kuishi maisha sahihi. Haya. Bila sema hakuna atendaye mema. Na angalia mstari wa pili wa kitabu cha Zaburi sura 14. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye hekima amtafutaye. Maana kinatuonyesha kwamba Biblia inaonyesha kwamba mtu yote mwenye hekima ni yule anayemtafuta Mungu. Kwa sababu inasema kumcha Bwana ni chanzo cha hekima, kumtambua Mungu ni chanzo cha hekima. Sasa nisikilize kwa makini. Kwa nini watu wengi, japo neema ya Mungu imeshafunuliwa kwao, Mungu alishamtoa mwanae msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Tayari Mungu alifanya kitu kwa ajili ya wanadamu. Tayari Mungu alifanya kitu kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Lakini kwa nini hiyo neema ya wokovu haijafunuliwa kwenye maisha ya watu? Kuna watu ambao ndani yao pana upumbavu, na pana connection ya moja kwa moja kati ya upumbavu na kiburi. Kiburi kinamuonyesha mtu ya kwamba simhitaji Mungu. Unajua ile ya kwamba ndani yako unajihisi ya kwamba umhitaji Mungu, hiyo peke yake ni kiburi. Hiyo peke yake ni kiburi. Na kwa mujibu wa kiburi, kiburi kikisha ingia ndani yako, unajua neno kiburi na kaburi zinatofautiana herufi moja tu, ni I na A. Hii ni kaburi, hii ni kiburi. Yaani mtu yote mwenye kiburi hawezi kuwa na maisha marefu. Kwa sababu mtu mwenye kiburi hukana uwepo wa Mungu ambaye ndiye anampa hata pumzi, ndiye ambaye anampa hata kutembea. Biblia inasema ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda, na ndani yake tuna maisha. Kwa hiyo mwanadamu asiyetambua nafasi ya Mungu ni mtu mwenye kiburi. Na kiburi kinamshusha, kinamfanya awe chini, kinamfanya afe kabla muda wake. Nisaidie kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari wa 17. Biblia inasema kwamba kwa nini uwe mwovu kupita kiasi, na kwa nini ufe kabla ya muda wako? Ukiniuliza swali kwa nini watu wengi wanakufa mapema sana miaka ya leo, nitakuonyesha ni kwa sababu watu wengi hawajatambua nafasi ya Mungu. Hapana uchaji kwenye mioyo ya Mungu, kwenye mioyo ya watu wengi. Hapana uchaji ndani yao. Hapana hofu ya Mungu kwenye maisha ya watu wengi. Mhubiri sura 7 mstari wa 17 inasema usiwe mwovu kupita kiasi. Alafu inaendelea kusema wala usiwe mpumbavu. Inakuonyesha usiwe mwovu kupita kiasi. Alafu inasema wala usiwe mpumbavu. Upumbavu ni kitu kibaya sana. Alafu inaendelea kusema Biblia, kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Kuniambia kwa nini watu wengi wanakufa kabla ya wakati wao, premature death, untimely death, vifo vya kabla ya muda. Mtu anakufa na miaka 20. Sasa hivi lifespan ya mwanadamu imeshuka sana. Ukiniambia kwa nini imeshuka, nitakwambia ni kwa sababu ya uovu ambao unakuwa sana kwenye siku hizi za mwisho. Uovu ambao unaongezeka sana kwenye siku hizi za mwisho. Na kwa sababu watu wengi wanakosa hofu ya Mungu, wanakosa kumpa Mungu nafasi ndani yao, wanakosa kumpa Mungu nafasi kwenye maamuzi yao, nafasi kwenye matendo yao, wengi wanakufa kabla ya muda wao. Angalia hata mwanaume ni mtu ambaye inasemekana anakufa haraka sana kuliko hata mwanamke. Lakini ukijaribu kufanya utafiti mzuri wa mwanaume, utagundua kundi kubwa ambalo alimtambui Mungu waga ni wanaume. Ni kundi ambalo linapigwa na shetani sana. Linapigwa kwenye ulevi, linapigwa kwenye bangi, linapigwa kwenye sigara, linapigwa sana ili kundi. Ni kwa sababu ni kundi ambalo halijamtambua Mungu. Ni kundi ambalo alipo makanisani. Ni kundi ambalo lina haso, wanajiita mahasla, wanapambana na maisha. Ni kundi ambalo aliamini katika neema. Unajua kwenye haya maisha ni sahihi ya kwamba maisha ni kuhaso. Ni sahihi ya kwamba maisha ni lazima upigane ndio upate. Lakini kuna mwanadamu wa kwanza ambaye anatupa template ya maisha, namna ya kuishi. Mwanadamu wa kwanza anaitwa Adamu. Huyo Adamu Mungu alipomuumba akamweka kwenye uwepo wake. Huyo Adamu Mungu alimwekea rasilimali zote. Yaani kila ambacho Adamu alikuwa anakihitaji Mungu alimwekea pale. Mungu alimpa.
Lakini sasa hivi ukiangalia namna ambavyo wanaume wengi wanapata vitu, ni namna ambayo ukiangalia unapata harufu moja kwa moja ya laana. Yani hapa hayuko Mungu. Unaona kabisa kuna jasho, kuna kuhangaika kwingi. Huyu mwanaume anakuta anahangaika kwenye kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, anaishia kulala na wanawake malaya na kunywa pombe na kupoteza rasilimali zake zote. Unamwona mtu anayeteseka, unamwona mtu ambaye ni kweli anaishi kwa jasho lile la ndani ambalo halina pumziko. Ni kwa sababu wengi wamekataa nafasi ya Mungu. Mungu ndiye ambaye alimuumba mwanadamu akamweka kwenye baraka na kwenye rasilimali. Unachokihitaji mtu wa Mungu ulioko mahali hapa, unajua watu wote ni watu wa Mungu. Unachokihitaji ni uwepo wa baraka, na baraka haiwezi kuwepo kwenye maisha ya mtu ukimtoa Mungu. Kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28, wakati Mungu anamuumba mwanadamu, msaidie. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, kitu cha kwanza alichomfanyia yule mwanadamu, ambacho laiti wanaume wengi wangekipata kitu cha kwanza, ingewasaidia sana. Mungu alipomuumba mwanadamu, Biblia inasema akambarikia, akamwambia zaa ukaongezeke. Uzazi huu sio uzazi tu huu wa tumbo la mwanamke, no. Hata kuzaa ni kupitia ideas, ni kupitia mawazo mazuri, ni kupitia mambo mazuri ambayo Mungu anaweza kuweka ndani kama maono. Mungu alimwambia zaa ukaongezeke, ukaijaze nchi. Yani manake ukaiwekee nchi vitu vizuri. Mimi naamini, mimi ni mmoja wa watu wanaoamini ya kwamba night club haikuwa ni wazo la Mungu, ilikuwa ni wazo la shetani. Kwa sababu mle ndani pana wanaume ambao wanalala pale, wanaacha wake zao nyumbani wakiwa wamekaa watupu, wanaacha watoto nyumbani, hajui mtoto anasoma, hasomi, hajui. Jamaa amekaa na lewa na yuko pale na malaya. Huwezi kuniambia night club ni wazo la Mungu. Ni wazo la shetani. Hata kama linampa mtu fedha. Unajua lazima tutofautishe hivi vitu. Kuna vitu ambavyo vinaweza kumnufaisha mtu lakini havinufaishi maisha ya wanadamu wengine. Yani sio faida kwa wanadamu wengine. Chochote ambacho sio faida kwa wanadamu wengine, hata kama kinampa mtu fedha, hiyo kitu ni uovu. Uovu ni pale ambapo unanufaika wewe, alafu ujali mwingine atapata matokeo gani. Haujali hivyo. Hivi haikuwa ni wazo la Mungu. Mungu alipomuumba mwanadamu alimwambia mwanadamu azae, akambariki. Kwa hiyo wanaume mlioko mahali hapa, moja ya kitu wanaume mnakitaka ili kuishi maisha marefu na ili kuona maendeleo yanayoeleweka ni baraka. Ukikosa baraka isio unaishi kama mgeni kwenye ya maisha. Ndio nakuta nafanya vitu vingi ambavyo vinaishia kwenye majuto na maumivu makali. Ndio maana wanaishi maisha mafupi sana wanaume. Ni kwa sababu ndani yao hawana utulivu. Na baraka ndio ambayo inamfanya mtu atulie. Baraka inaweka pumziko ndani ya moyo wa mtu. Baraka inaweka pumziko ndani yake. Baraka inaweka utulivu ndani yake. Na ukikosa baraka, ndio tunasema pana uwepo wa laana. Yani hakunaga neutral ground. Hakunaga ukatikati kwenye maisha. Ni au baraka inafanya kazi na au laana inafanya kazi. Nenda kaangalia. Wanaume wengi wanakataa uwepo wa Mungu. Utaona kwenye irisi wanatembea na mabangili ya mizimu. Yani ni watu ambao ukiwaangalia kuna sababu kwa nini hawaishi maisha marefu, na kuna sababu kwa nini mambo mengi yanaharibika kwenye maisha yao. Ni kwa sababu wamekataa nafasi ya Mungu kwenye mioyo yao. Haya mambo ambayo nakwambia yanaweza simfai kila mtu, lakini yakakufaa wewe. Kama unasikia unakusikiliza, unahitaji baraka ya Mungu. Na sikiliza, hauwezi kuiona baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu sio matokeo ya wishes. Sio matokeo ya matamanio kwamba Mungu akubariki. No, haipo kwenye pronunciation, haipo kwenye kutamka. Baraka ya Mungu ina hali. Ili ubarikiwe lazima pawe na kutii. Biblia inasema kwamba utakaposikiliza kile Mungu anakisema, alafu ukachukua hatua ya kufanya kile ambacho Mungu anakisema, baraka ya Mungu ndio itakuja juu yako. Tena itakuja na itakufunika na kukutangulia mbele. Sasa watu wengi hawasikii. Watu wengi wamekataa nafasi ya Mungu. Ukiuliza kwa nini wanaume wengi hawapo makanisani, wanaume wengi hawana ibada ya kweli, wanahangaika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini angalia, ndani yake unaona laana inafanya kazi juu yao. Wana struggle na maisha, kuna jasho la kiroho ameriko ndani. Hawanakosa pumziko. Na ndio maombi yetu makubwa kwa wanaume, kwa sababu jamii inamhitaji mwanaume, kwa sababu mwanaume ni kichwa. Mwanaume ni kichwa, ni kichwa cha mke, ni kichwa cha wale watoto. Yaani watoto hawana kesho isipokuwa yule mwanaume. Lakini angalia sasa hivi wanaume wengi hawazai, wanatupa watoto. Kwa sababu ukimzaa hana muda naye, akimzaa hawezi kukaa naye. Yaani mwanaume hawezi kukaa na mtoto akaongea naye. Ndio watu wa jamii tulionayo. Hawezi akaongea na mwanae. Sana mwacha mwanae mtaani. Tunazidi kuwa na majambazi, tunazidi kuwa na watu wa ajabu kwenye jamii. Ni kwa sababu ya mwanaume ambaye hajakaa kwenye nafasi yake, na mwanaume ambaye hajataka nafasi ya Mungu kwenye maisha yake. Moja wa uharibifu mkubwa sana kwenye jamii ni mwanaume kukataa nafasi ya Mungu. Mwanaume akataa nafasi ya Mungu, jamii ina uharibifu mwingi sana.
Na ni jambo la muhimu sana kulizingatia na kulielewa. Kama kuna kitu ambacho kitakunufaisha leo, ni kujua kwamba maisha yangu yanahitaji baraka. Haihitaji tu ni haso, haihitaji tu ni pambane. Wewe angalie maisha. Unajua kuna wakati mwingine ukiwa naishi, jifunze kurudi nyuma na kujiangalia. Am I making life? Yani mimi natengeneza maisha au ninayaharibu? Niko busy na natengeneza maisha au ninayaharibu? Maisha ni ya kiroho, hayako mwilini. Usishie kuishi kama mwanadamu mwenye bodi la mwili. Wewe sio mbuzi. Mbuzi ni kweli anaweza kuwa na roho, ni kweli anaweza kuwa na akili. Mbuzi ni sahihi, lakini roho yake haikupewa hali ya kumtii Mungu. No, yuko chini ya utawala wa mwanadamu. Mwanadamu roho yake ndio imepewa hali ya kumtii Mungu, na ili akimtii Mungu baraka ije juu yake, na ile baraka iathiri wanyama, watu nyumbani kwake na kazi ya mikono yake. Ndio maana Biblia inasema kwamba baraka ya Mungu itakuja kwenye kazi ya mikono yako. Unachotaka ni baraka, na baraka hiji hivi inataka condition ya muhimu ambayo ni utii. Usipokubali kutii, hautaona baraka ya Mungu, na utaona maisha yanavyokuwa. Unafanya vitu vinaishia kwenye hasara, unafanya vitu vinaishia kwenye filisika, unafanya vitu vinaishia kwenye maumivu makali yasiyo na mwisho. Angalia Biblia inachosema. Nisaidie Biblia yangu chafu. Mhubiri sura 7 mstari wa 17. Narudi hapo tena. Na haya mambo naamini yanakusaidia popote pale unaposikia. Inasema usiwe mwovu kupita kiasi. Uovu ni kitu kibaya sana. Na dawa ya uovu ni kutubu. Uovu ni kitu kibaya sana. Usiwe mwovu kupita kiasi. Alafu inasema wala usiwe mpumbavu. Wala usiwe mpumbavu. Upasi kuwa mpumbavu. Kwa sababu upumbavu hautakupa maisha mazuri. Upumbavu ni kukana nafasi ya Mungu. Upumbavu ni kuishi kana kwamba Mungu hayupo. Upumbavu ni kukosa ibada na Mungu. Huo ndio upumbavu wenyewe. Sasa utaona wanaume anakwambia ana muda wa ibada, lakini ana muda anaweza kuunganisha mechi hata 4. Siku moja nikiwa kwenye redio, mwanaume mmoja aliniambia ongea mambo yote lakini usiongee kwa habari ya Yanga. Nikisema sasa mambo ya Yanga na Mungu vinaendana wapi? Unajua hizi ni timu zipo, wewe utakufa utaziacha, utazikwa, zitaendelea kuwa na washabiki wengine. Mungu ni wa muhimu kuliko Yanga, wala Mungu ni wa muhimu kuliko Simba. Angalia, wanaume anaweza kubet kabisa kwenye timu, ila hawezi kutoa sadaka kwenye uwepo wa Mungu. Na ukimwambia sadaka anasema wale ni wahuni. Kwa hiyo anaona timu ina haki kuliko hata Mungu mwenyewe. Unashida inaanzia wapi? Maisha watu wengi yanakuwa kwenye mazingira mabaya sana na kesho zisizofaa. Ni kwa sababu wamekataa vitu ambavyo ni meja vya muhimu. Yaani kwao ambavyo sio vya muhimu vimekuwa vya muhimu, ambavyo ni vya muhimu sio vya muhimu kwao. Hii ni shida kubwa sana ipo kwenye jamii. Inasema hivi, wala usiwe mpumbavu. Inasema kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Kwa hiyo kuna jibu. Kwa nini watu wengi wanakufa kabla ya muda wao? Tutasema ya Mungu ni mengi. Ya Mungu sio mengi. Ya Mungu sio mengi. Ninoma kitabu cha Ezekiel sura ya 18, alafu ni mstari wa mwisho niwasomee kwamba Mungu ana mtazamo wake kwa habari ya mwanadamu. Kwa sababu hata kufa ilikuwa ni wazo la kwanza la Mungu kwa mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu akampa maisha, tena maisha ya jumla. Kufa ni jambo ambalo limekuja baada ya dhambi kuwepo na uasi. Angalia Ezekiel sura ya 18 mstari wa 32. Mstari wa 32. Biblia inasema hivi, maana mimi sikufurahi kufa kwake afaye, asema Bwana, basi gairini mkaishi. Mungu anasema hakufurahi kufa afaye. Yaani Mungu anapoona mtu amekufa ana miaka 20 afurahi. Ila watu watasema ya Mungu ni mengi. Alale mahali pema peponi. Mwenyewe anayemsema afurahi, hapendi. Na anasema Mungu gairini mkaishi. Maana wazo la Mungu ni mwanadamu kuishi. Wazo la Mungu ni mwanadamu kuwa na maisha marefu. Wazo la Mungu ni mwanadamu kuona uheri wa maisha. Wazo la Mungu ni mwanadamu kuona wanae wanafanikiwa, kuwaona wajukuu wake, kuona vizazi vilivyobarikiwa na Bwana. Lakini angalia, tumevuta uganga wa kienyeji, tumevuta irisi, tumevuta uchawi, tumevuta kuchanjwa chale, lakini Mungu hapana. Hiyo ni laana tosha, ni laana pekee. Msaidie huyu mama ameangusha mioyo yake. Amen. Kwa ni jambo la muhimu sana ambalo nasema na wewe John, litakusaidia sana. Litakusaidia sana. Maisha yako ya kesho yataamuliwa sana na maamuzi yako unayofanya leo. Nakuuliza swali moja rahisi wakati namalizia. Sikutaka kuwa na maneno mengi sana. Umechagua kitu gani? Nisaidie kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 30 mstari wa 19. Umechagua kitu gani? Mbele yako kuna kitu Mungu ameweka na amekupa assignment moja ya muhimu sana. Anataka uchague. Yaani Mungu akuchaguli ni kwa sababu aliweka utashi ndani yako. Aliweka akili. Aliweka uwezo wa kufanya maamuzi. Angalia Biblia inachokisema kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Ni giza kidogo lakini tutajitahidi. Biblia inasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimeweka mbele yako uzima na mauti. Angalia, si kwamba mtu akifa ni Mungu alichagua afe. Tafadhali, lazima tujue hayo.
Mungu ameweka mbele yako, yani ameviacha viwili. Ameacha uzima, ameacha mauti. Yani kwa hiyo ukifa useme ya Mungu ni mengi. Ukifa ni umechagua. Ndio Biblia inachokisema, nimeweka mbele yako uzima na mauti. Alafu Mungu katika uungu wake kabla ya hapo akasema baraka na laana. Angalia hivi vitu viwili. Mungu ameweka mbele ya mwanadamu uzima na mauti. Alafu ameweka baraka na laana. Pana connection ya baraka na uzima, na pana connection ya mauti na laana. Kwa maana hata huyu anaishi kwenye laana hawezi kuishi maisha marefu. Lazima atakuwa na mauti ya uchumi, mauti ya ndoa, baadaye mpaka mauti ya mwili. Na anaondoka baadaye ni mauti ya roho, kwenda kwenye uharibifu wa milele. Ameweka mbele yako Mungu, ameweka uzima, ameweka mauti, ameweka baraka, ameweka laana. Na muangalie Mungu katika uungu wake. Jambo la ajabu sana ambalo kanaliangalia kwa habari ya Mungu. Anasema hivi, basi chagua uzima ukaishi wewe na watoto wako. Wanaume mlioko mahali hapa, kuishi kwa wanao, baraka kwa wanao inaamuliwa na maamuzi yako. Mungu katika uungu wake anasema chagua uzima, chagua baraka, uishi wewe na wanao. Kwa maana yake kesho za watu wako zimeungwa na maamuzi yako. Kwa hiyo kile ambacho utakiamua kitaleta au kesho mbaya kwa watu wako na familia yako. Ni muhimu sana ukajua haya. Kumbe umepewa kuchagua, kwa sababu nguvu ya kuchagua iko kwako. Ukiamua unaweza kuchagua jambo sahihi leo. Unaamua unaweza kuchagua kutembea na Mungu. Unaweza kuchagua kwenda na Mungu, nisaidie. Unaweza kuchagua kwenda na Mungu. Unaweza kuchagua kutembea na Mungu hata katika ujana. Kuna mtu anasema ya kwamba ujana sio wakati wa kukaa na Mungu, kwa sababu ujana ni maji ya moto. Ujana ni kupiga maisha ya starehe na anasa. Wanakuambia ujana ni wakati wa nguvu, ni wakati wa kuichezea dunia. Ukizeeka hivi ndio unaanza kumrudia Mungu. Hapana, hiyo ni dhana mbaya sana. Kwa sababu ukimwacha Mungu unakuwa na ufupi wa kesho. Kesho yako inakuwa inafinywa, inakuwa ndogo, unazuiliwa. Haufiki kwenye hatima bora ya baraka ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Ni muhimu sana ukajua hayo. Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwa maana yake wakati mzuri wa kumkumbuka Mungu ni siku za ujana. Ndio siku ambazo unaweza kuziwekeza kwenye uwepo wa Mungu na ukaishi maisha ya baraka na ukaiona kesho yako ya baraka. Inasema Biblia ni vyema mtu aifunge nira wakati wa ujana wake. Inaposema nira, maana yake ni vyema mtu ajifunge na mambo sahihi wakati wa ujana wake. Manake wakati wa ujana ni wakati wa kujifunga na mambo sahihi. Ni wakati wa kujifunga na Mungu. Ni wakati wa kujifunga na kanisa. Ni wakati wa kujifunga na uwepo wa Mungu. Ni wakati wa kutembea na uwepo wa Mungu. Kama ng'ombe wawili jinsi ambavyo wanaweza kufungwa mahali, alafu kwa ile nira wakaanza kuvuta lile joki na kulima, ndivyo ambavyo Mungu pia anataka ajifunge na wewe, akusaidie kuilima hiyo kesho ya baraka. Ni muhimu sana. Anataka muwe naye, anataka mwende naye. Lakini kitabu cha Amos sura 3 kwenye Biblia inasema watu wawili hawezi kwenda njia moja isipokuwa wamepatana. Lazima upatane naye, na namna ya kupatana lazima utii na kuikubali Injili na kuipokea Injili. Alafu kisha tii ukatubu, na kisha tubu umruhusu Mungu huyu aanze kwenda na wewe na ikusaidie kuwa na kesho nzuri ya baraka na maisha mazuri ya baraka. Pana majaribu mengi sana mbele yako. Pana vitu vingi, ushawishi mingi wa marafiki zako, ushawishi mingi wa uzinzi na uasherati, ushawishi wa ganga wa kienyeji, ushawishi wa pombe na sigara. Inamtaka Mungu atembee na wewe kukusaidia kuvuka huo ushawishi, kuvuka huo udanganyifu. Lakini bila Mungu hauwezi kwenda. Bila Mungu kuna ila fulani zina nguvu sana. Haya mambo ni kama unavyoyasikia ni kama ya kawaida, lakini ukirudi kuja kuangalia miaka 10 ijayo utagundua ilikuwa ni ya muhimu sana kwenye maisha yako. Wakati namaliza, nakupa swali moja tu ambalo unapaswa kwenda nalo nyumbani. Kama umemkataa Mungu, kama umelikataa kanisa, kama unakataa utumishi wa Mungu, nami nauliza ya kwamba umechagua kuwa na kesho gani? Kwa sababu kwa kufanya vile huwezi kuwa na kesho ya baraka, huwezi kuwa na kesho nzuri. Na kama unajua huwezi kuwa na kesho nzuri, kwa nini uendelee mbele? Ninasema mpumbavu uendelee mbele akaumia. Kwa nini uwe mpumbavu kwa kuendelea mbele na ukaumia? Amen. Ninaamini ya kwamba kuna kitu kimeingia kwenye roho yako, na Mungu akusaidie utoke kwenye grupu la watu wapumbavu, alafu fanye maamuzi ya dhati ya kumwamini Yesu moyoni mwako. Umpokee Yesu hata kama wewe ni kijana ulisha hapa sasa mimi mambo hapana. Kwa kuelewa haya tu, kwa kusikia haya tu, angalau ikupe maamuzi fulani kuanzia leo. Mama, namhitaji Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya watu walioko mahali hapa. Asante kwa ajili ya vijana.
Asante kwa ajili ya wanaume, asante kwa ajili ya mabinti na kina mama na kila ambaye amesikiliza maneno haya. Ninakushukuru kwa ajili yao. Ninaomba neema hii Bwana ifunuliwe kwenye mioyo yao. Haupendi mtu apotee, bali unapenda wote waifikirie toba. Nami naomba Bwana ya kwamba mtu mmoja aliyoko mahali hapa leo afikirie hatua hii ya kutubu katika jina la Yesu. Neno lako nasema tubuni na kuiamini Injili. Mungu liye hai, ninaomba neema hiyo ifunuliwe kwa kila mmoja. Ifunuliwe kwa kila mmoja aliyeelewa, kwa kila mmoja aliyesikia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa ajili ya yule ambaye ulichagua asikie ujumbe huu na afanye maamuzi ya kusaidia hatima yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na kama uko mahali hapa umenielewa vizuri, bila wasiwasi na bila mashaka, nataka niombe na watu wanaotamani kuokoka, wanaotamani kumpa Yesu maisha yao. Natamani niombe na watu wa namna hiyo. Natamani niombe na watu wa namna hiyo. Kama umenielewa, unaweza kuja hapa karibu na sisi na nikaomba na wewe, na ikawa msaada mkubwa sana kwenye maisha yako. Kama ni kijana, ni mtu uko mahali hapa umenisikiliza na umeelewa, njoo tuombe pamoja. Njoo tuombe pamoja, na ninaamini ya kwamba itakuwa msaada mkubwa juu ya maisha yako. Haya mambo umeyasikia, yamekuja na yamekupa imani fulani, yamekupa hisia fulani kwenye roho yako, yamekupa wazo fulani ndani yako ya kwamba unapaswa kufanya aina fulani ya maamuzi ili kuyasaidia maisha yangu. Kama kuna mtu kama huyo unatamani kupata maombi haya, unatamani kuomba pamoja na mimi, nitaomba na wewe hapo ulipo, alafu nitakuruhusu uchukue hatua ya kuja hapa nilipo ili tuzungumze mambo machache na niombe na wewe pia. Uko hapo ulipo umesikiliza na haya mambo yameshaingia kwenye moyo wako, unatamani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako, uwepo wa Mungu ingie kwenye roho yako, uanze kusaidia kuwa na aina fulani ya maamuzi. Rudia maneno haya pamoja na mimi. Rudia maneno haya pamoja na mimi. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kuleta hili neno. Nimeliamini na nimekubali kutii na kugeuka. Nimekubali kutubu na kugeuka na kugeuza mwelekeo wangu. Na kuanzia sasa ninampokea Yesu ndani ya moyo wangu, afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Napokea maisha mapya, napokea uwepo wa Mungu kwenye roho yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.